kwamba siku ya leo ningetoa taarifa za kazi ambazo zimefanyika kwa upande wa udhibiti wa makosa hatarishi ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kutokea kwa matukio ya ajali, lakini pia udhibiti wa matukio hayo ambayo pia yanachangia kuleta bugudha, yanachangia kuleta kero, hususan katika jiji la Mwanza kwa makundi mbalimbali ya watu wanaotumia barabara, hasa katika kipindi hiki tunachokwenda kwenye sikukuu za Pasaka, ambapo kuna watu wengi na kuna matumizi makubwa ya barabara. Ni kwamba jeshi la polisi limeendelea na operation hiyo kama ambavyo nimesema, ya kudhibiti ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani unaofanywa na baadhi ya madereva wa vyombo vya moto, hususan pikipiki za magurudumu mawili na matatu maarufu kwa jina la bajaji, ambazo hizi zimekuwa zikisababisha matukio ambayo ni kero na hatari kwa watumiaji wengine wa barabara. Operation hiyo ilianza tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu na hadi sasa inaendelea na itapamba moto zaidi katika sikukuu hizi, mapumziko haya ya sikukuu za Pasaka, ambayo operation hiyo imelenga kukomesha vitendo vinavyofanywa na baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto ambao wanafunga taa zenye mwanga mkali ambao kisheria hairuhusiwi. Taa hizo zenye mwanga mkali zimekuwa zikiwaumiza macho watumiaji wengine wa barabara, hivyo kuhatarisha maisha yao wanapoendesha vyombo vyao vya moto, kwa sababu kunatokea kwa uwezekano mkubwa sana wa kupata ajali, kwa sababu ule mwanga unaathiri macho kwa watumiaji wengine wa barabara, na hivyo watu kuyumba na wakati mwingine kupata ajali ambazo zingeweza kuzuilika. Kosa lingine ni kuendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa. Jana ile swala la kuendesha vyombo vya moto baadhi ya madereva wakiwa wamelewa, nilisisitiza sana kwa wananchi kuacha kufanya hivyo, na ni kati ya makosa ambayo mwelekeo wetu wa operation katika sikukuu za Pasaka tutakuwa wakali sana kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ni makosa hatarishi. Kosa lingine hatarishi ni kutokuvaa kofia ngumu, yani helmet, na kuendesha vyombo vya moto bila namba za usajili au kutumia namba zilizofanyiwa udanganyifu, kubeba abiria zaidi ya idadi iliyoruhusiwa kisheria, pamoja na kuendesha vyombo vya moto bila kuwa na leseni halali za kuendesha vyombo hivyo. Katika utekelezaji wa operation hiyo, jumla ya pikipiki zenye magurudumu matatu 98 zimeweza kukamatwa, pikipiki za magurudumu matano zimekamatwa, magari ya kubeba abiria 13, magari madogo 4 yamekamatwa kwa makosa mbalimbali ya usalama barabarani, ikiwemo makosa ya ulevi kwa madereva 7 na kuendesha chombo cha moto bila leseni. Wamiliki wa vyombo hivyo pamoja na madereva waliokamatwa watachukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha katika mahakama. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kama ambavyo nimesema linaendelea na operation hiyo, lakini nichukue nafasi hii kuendelea kusisitiza makundi mbalimbali yanayotumia barabara, hasa katika kipindi hiki cha sikukuu za Pasaka, kuendelea kuheshimu sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali. Nimesema katika kuhakikisha kwamba sheria hizo zinatekelezwa ipasavyo, tumeongeza idadi kubwa ya askari barabarani, ambao askari hawa kazi yao kubwa itakuwa ni kuchukua hatua. Kusema kweli, hatutakuwa na huruma, hatutakuwa na muhali, hatutamuonea aibu hata kidogo mvunjaji yoyote wa sheria za usalama barabarani ambaye tunaona kabisa kwamba anatenda hivyo na anasababisha uwezekano wa kutokea kwa ajali. Kusema kweli, tutakuwa wakali sana kwenye hilo eneo. Makosa haya ya watu wanapokuwa wanapita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, tunatoa wito
na tunasisitiza sana wananchi waheshimu maeneo hayo ya waenda kwa miguu.